Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam Ustadh, kuna swali imetokea katika ikhtilafu ya wanazuoni kuhusiana na masala ya mwandamo wa mwezi, na katika wengine wanakuambia masala mtu kuwa kufunga mpaka aone mwezi, kuna wengine wamekuwa ni kuanza leo tarehe moja na kuna wakesho. Vipi katika hukumu ama katika mtazamo wa wanazuoni wanasema vipi kuhusiana na masala kama haya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina alkarim, amma ba'd. Ikhwani na akhawati, kwanza kabisa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba kwa neema yake hutimia kila yaliyo mema biidhnillah. Masala ambaye kwamba al-akh al-habib ameuliza kuhusiana na al-matali'. Ikhtilafu al-matali' ni kuikhtilafiana kwa miandamo ya mwezi, na ameanza kisema watu wameikhtilafiana, na masala kama haya hayaanza ikhtilafu leo wala jana wala siku kadhaa, bal yalianza wakati wa bwana mtume alayhi salatu wasalam, kwa kuwa hakuna wakati wa bwana mtume alayhi salatu wasalam siku hata moja wakati wake watu walifunga kwa pamoja. Kwa ajili ya nini? Kwa kuwa pale kwanza ilikuwa hakuna wasaila za kucommunicate, kwa hivyo wale wanafunga kulingana na hali yao, hawa wanafunga kulingana na hali yao, na wengine kulingana na hali yao. Lakini sisi kama Waislamu, mtume alayhi salatu wasalam amesema upande wa Ramadhan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, fungeni kwa kuona mwezi na mfungue kwa kuona mwezi. Kwa hivyo sisi kama umma ya Kiislamu, wakati wa kufunga kwanza ibada ama kumaliza ibada, tuko na hali mbili. Hali ya kwanza ni hali ambayo kwamba tumeona mwezi, sote tunafunga. Hali ya pili, imekosekana kuona mwezi, tunatimiza siku 30 ya mwezi kama ule, kisha tunaanza tarehe moja na kuendelea biidhnillah. Hivi ndivyo ilivyokuja kutoka kwa mtume alayhi salatu wasalam. Na hapo akasema maulama, akiwa Sheikh Albani rahimahullah, mtume aliposema sumu li ru'yatihi, kuna albasira walbasar. Tukiambiwa tufunge kwa kuona mwezi, yapi ambayo kwamba yakusudiwa? Tutumie macho ama albasira. Basira ni hivi vyombo ambavyo kwamba vyatumiwa kama alati ya kutafuta mwezi ama hisabu ambazo kwamba watu wanakuja nazo, ni huku kumekusudiwa, ama ni sisi tuone mwezi yenyewe? Hapo wengi katika maulama wakasema yarudi kulingana na hali ya sehemu biidhnillah. Ikiwa sisi tunatumia macho yetu kuona mwezi, itakuwa ni bora zaidi. Na huku kuikhtilafiana kwa miandamo pia vile vile maulama wamezungumzia sana masala kama haya biidhnillah, na wote wakakubaliana. Hatusemi eti wameikhtilafiana, wote wamekubaliana, wakiwa maulama wetu ambao kwamba tunawafuata saizi sana sana, Sheikh Albani mwenyewe, Sheikh Uthaymeen mwenyewe rahimahullah au rahimallahu aljami', na Sheikh Ibn Baz na wengine wakinukuu katika aqwali ya maulama ambao kwamba waliopita, ya kuwa kila sehemu asili wanafaa kufunga na kwao. Kila sehemu washughulike na kwao. Kama watu wa Kenya, shughulikeni na Kenya. Watu wa sehemu fulani, shughulikeni na sehemu fulani. Kila mmoja ikiwa tashughulika na kwake, itakuwa ni bora zaidi. Lakini ikiwa tunafata sehemu moja sisi wote kama tauhidul umma, ni jambo ambalo kwamba pia litakuwa ni bora zaidi biidhnillah. Kwa hivyo hapa tusema ikhwani fillah, masala ya miandamo ilivyo tofautiana, ndio leo utakuta kuna watu wanasema tarehe moja, wengine wanasema kesho ndio tarehe moja, wengine kauli kama hii, wengine kauli kama ile. Kina nani ambao kwamba wako sawa? Tusema wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kuna baadhi ya nchi ambazo kwamba wako tofauti sana, hasatan tukizungumzia hivi sasa masala ya Arafa mathalan. Upande wa Ramadhani ile hatuna shida, hawa wanaweza swali leo, wengine waswali kesho, wengine kulingana na hali ilivyothibiti kwao, hatuna shida pale. Sasa upande ya Arafa, tunajua Arafa ni moja, watu wamesimama Arafa siku moja, na pengine miandamo imetofautiana. Hali itakuwa vipi? Kuna watu ambao kwamba wako mbele ya Saudi Arabia, tuelewana, wako mbele na Saudi Arabia, pengine leo ni tarehe moja, kwao wao ni tarehe 2. Wao wakisema wanafuata Arafa, yamaanisha watakuwa mbele ya Arafa. Na kuna watu ambao kwamba wako nyuma ya Saudi Arabia, pengine hata na siku mzima. Saudi Arabia ikiwa ni tarehe 9, kwao itakuwa ni tarehe 8. Hali itakuwa ni vipi kwa hawa ambao kwamba wametofautiana hivi sana na watu wa Arafa? Ndio masala kwao maulama wamezungumzia sana, na tutaigusia biidhnillah. Lakini wale ambao kwamba wajikhtilafiana sana na wale ambao kwamba wameenda Arafa, wengi katika maulama wanapendekeza wafate wale watu wa Arafa.
Wanapendekeza. Kwa nini? Kwa kuwa leo utakuta time yetu hapa ni same na time ya Saudi Arabia. Mathalan, sasa tukiangalia saa tunaona ni kama saa 6 kamili ama na dakika moja. Exact time Saudi Arabia ni saa 6 kamili na dakika moja. Kwa hivyo kuondoka katika mzozo, kuondoka katika mambo mengi, tufungamanishe ibada yetu na wale ambao kwamba ni Arafa, na watakuwa wametubebea jambo kama hili biidhnillah. Lakini ikitokea baadhi ya watu ambao kwamba wanaona siku kama ile si siku ya Arafa, wanasema wengi katika maulama wale wataenda kulingana na hali yao ya kwao. Wataenda kulingana na hali yao ya kwao biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Mfano ambao kwamba tuweza tukaitoa ni yezekana watu wako siku moja mbele ya watu wa Saudi Arabia. Mfano leo Saudi Arabia ni siku ya 9 na kuna watu wako mbele yao na siku moja, si ndio hivyo? Kwa hivyo hawa ambao kwamba wako mbele yao na siku moja, wao watakuwa siku ya 10, siku ambayo kwamba ni Eid. Je, wanafaa kufunga siku ya Eid? Hawafai kufunga siku ya Eid kwa kuwa imekatazwa. Hapo akasema maulama wale wataenda kulingana na hali ya kwao. Wataenda kulingana na hali ya kwao. Kwa hivyo Arafa kwao ni siku ya 9 kwao, si kulingana na ile Saudi Arabia, kwa kuwa wamegongana kabisa. Wakifuata wale wako kwingine na hawa wako kwingine. Ama wale ambao kwamba wako nyuma, ambao kwamba wako mbele wataenda kivyao. Ambao kwamba wako nyuma, baadhi ya maulama kapendekeza ya kuwa mathalan leo ni tarehe 9 Saudi Arabia na kuna watu kwa tarehe 8, si ndio hivyo? Baadhi ya maulama, na hiyo ni kaul ambayo kwamba pia maulama wa hivi sasa wamegusia masala kama haya, wakasema mtu kama kwa tarehe 8 na Saudi Arabia ni tarehe 9, anaweza funga siku mbili inakuwa haina tatizo. Afunge tarehe 8 na 9 kwa kuwa huyo ana shida, inawezekana vitu zote kama hizi. Kwa hivyo anafunga tarehe 8 na anafunga tarehe 9, na kwa yoyote hapa atakuwa amepata Arafa kama ile biidhnillah. Kuna swali. Ikiwa huyu mtu kwao ni siku ya 8 na Saudi ni siku ya 9, ataipata na sasa siku ya 9 kwake itakuwa ni siku ya Eid. Anafaa kufunga siku ya Eid hapo? Huyu mtu kwao ni siku ya 8. Si ndio hivyo? Na Saudi Arabia ni siku ya 9. Kwa hivyo tumesema atafunga siku ngapi? Siku mbili. Afunge siku ya 8 na afunge siku ya 9. Kwa kuwa sisi kwetu tuwafata wale watu katika Arafa, hatuwafati masala ya Eid na sherehe, kwa kuwa siku ya 10 ni Eid kwao lakini si kwetu. Tumeelewana? Ni Eid kwao lakini si kwetu. Lakini kama ni Eid kwetu, hapo ndio inakuwa kuna shida. Kwa kuwa ikiwa kuna ni Eid kwetu hatufai kufunga, lakini kama si Eid kwetu tunaweza enda nayo vizuri kabisa. Kwa hivyo huyu wa nyuma anakuwa hana tatizo biidhnillah. Anaweza funga siku mbili, siku ya 10 ni kule lakini kwao inakuwa haina tatizo biidhnillah. Hawa ni watu ambao kwamba wako mbele ya Saudi Arabia na wako nyuma ya Saudi Arabia. Sasa wale ambao kwamba wanapelekana sambamba, hali yao itakuwa vipi? Hawa ni watu ambao kwamba hali yao ni rahisi kabisa. Ikiwa wote wamekubaliana kufuata Saudi Arabia itakuwa ni bora zaidi. Ikiwa wamekubaliana kwenda kivyao pia itakuwa pia ni hali ambayo kwamba haina tatizo biidhnillah. Lakini jambo ambalo kwamba tunapenda kuhimiza zaidi ni watu wafuate wale ambao kwamba wako katika Arafa. Kwa nini tunasema hivi? Ikhwani, mtu akibeba jukumu lako la dini, mwachia kubebe. Siku ya kiyama yeye ndiye ataulizwa. Siku ya kiyama yeye ndiye ataulizwa. Na ameamua kubeba akawaambia leo ni Arafa, kwa hivyo fungeni kwa kuwa ni Arafa, na wameenda Arafa siku kama hii ya leo. Sisi dhima yetu imeondoka mbele ya Allah. Ya Rabbi, hawa walituambia leo ni Arafa, wameenda Arafa, wao ndio watabeba jukumu kama hili. Kuliko kuja kuambia watu wasifunge kisha kesho twende kuulizwa mbele ya Allah, kwa nini uliwaambia sifunge na watu walienda Arafa? Huenda hii swali ikawa ni mzito sana mbele ya Allah. Kwa hivyo ukipata sehemu ya kuweka lawama yako na jukumu lako, weka usalimike mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala biidhnillah. Naam, so katika swali lingine, ni vipi katika ujue katika sisi kuna watu wanafuata katika mtu anafuata shehe lake, anasema mimi shehe wangu akisema hivi. Akisema vyovyote vile, akisema leo tarehe moja tutakuwa ni kufunga. Na mwingine anakuambia kesho ustadha amesema hivi. Vipi katika watu kama hawa? Kwanza kuna jambo la julikana kama taqlid wal ittiba'. Sisi katika dini yetu tumeambiwa ittabi'u, tufate. Taqlid maana yake ni nini? Zote mbili ni kufata. Lakini taqlid ni mtu kufata blindly. Bimaana unafuata bora umefuata. Huyu akikwambia twende hivi umeenda, akikwambia hivi hata kama imegongana na sheria haujali, hiyo imekatazwa katika dini. Lakini sisi tuamrisho ittiba', kufata. Mathalan mimi kuna jambo naweza kuwa nikijua masala fulani, lakini alhabib we kuna venye unaielewa kunishinda. Kuna hadithi umeiona mimi sijaiona. Baadaye ukiniletea ile hadith ya kuwa hapo umefanya hivi na mtume amesema jambo fulani kinyume na hili jambo, pale mimi lazima ninyamaze nifuate hadith.
ile ndio inaitwa ittiba. Kwa hivyo sisi katika dini yetu tusifate blindly, lakini tufate sehemu ambayo kwamba kuna dalili biidhnillah. Isipokuwa kuna watu wanaruhusiwa kufata blindly. Baadhi ya watu kama kina nani wakasema maulama, kama kuna mtu mzee kabisa haelewi chochote katika dini, umeona, yani mtu mzee hajielewi na elewi, hata ukimsomea aya ukimsomea hadithi haelewi, yule mzee anaambiwa amwangalie sheikh ambaye kwamba anamwamini sana. Sasa huyu sheikh atakuwa ni hoja kwake katika dini. Kwa hivyo ule sheikh ndiye atakuwa akimuelekeza mzee kama huyu, kwa kuwa huyu haizi akaelewa, kwa hivyo atakuwa akimfuata ule sheikh. Lakini ule sheikh anaambiwa amche Allah, asimpoteze kiumbe kama huyu, kwa kuwa hisabu ya huyu itakuwa kwa huyu mzee biidhnillah. Kwa hivyo ikiwa katika hali kama hii, inawezekana watu kufata kivyovyote vile biidhnillah. Na katika swali yangu katika masala ya ikhtilafu ya wanazuoni, kuna baadhi ya watu wanatukana watu wengine, nyinyi mnafuata Saudia, nyinyi mko tofauti. Ya muhimu hapa ni nini? Itakuwa ni heshima ama kila mtu afuate tu katika ikhtilafu viliko? Kwa kuwa ikhtilafu al-aima ni rahma. Ukiamua kufuata hawa sawa, ukiamua kufuata hawa sawa, lakini mbona kuna wengine wanaona ni bora kushinda wengine? Vipi hapo katika hukumu? Kwanza ikhwani, masala kusema wanafuata Saudi Arabia ama nini, hakuna sehemu ambayo kwamba watu wanaambia wafuate nchi gani. Hakuna sehemu ambayo kwamba wanaambiwa wafuate nchi gani. Kwa kuwa ukisema Saudi Arabia yule atasema Yaman, ukisema Yaman yule atasema Misri, ukisema yule atasema India. Idhan hizi ni ijtihad ambazo kwamba wanakuja nazo, na pia ni fikra ambayo kwamba mtu amekuja nayo. Lakini tunasema fikra si mbaya, lakini watu heshimiane. Mathalan, mtu ambaye kwamba amesomea Saudi Arabia amefungamana sana na hao watu, anaona wale watu sana sana wako karibu naye katika ufahamu kuliko watu wengine. Kwa hivyo yeye anaona ni vizuri sana kuwafuata hao watu. Mwingine amesomea Yaman, anaona wale mashekhi wa Yaman wako karibu sana naye, kwa hivyo wale ndio anaona ni vizuri sana kuingiana nao. Mwingine amesomea Sudan, anaona mashekhi wa Sudan wako karibu sana naye. Haya ni mambo ambayo kwamba ni kawaida kwa kila mwanadamu. Jambo la msingi ni watu heshimiane. Mimi ninaweza kuwa na fikra ambaye kwamba mimi kwangu naona ni sawa, lakini siwezi kukulazimisha. Nikizungumza nazungumza fikra yangu na nasema hii ni rai yangu wala si dalili. Kama ni rai yangu si dalili, ukitaka kufata ni sawa, kama hutaki uachana nayo, lakini bado alaka yetu lazima iwe vizuri kabisa. Ndio masala ambayo kwamba tunapenda kugusia sana, na pengine tunaomba wasimamizi wa kipindi kama hiki wakati mwingine tuzungumzie jambo la julikana kama adabul ikhtilaf. Adabu ya watu kuikhtilafiana, ndio tuone mambo mengi ambayo kwamba yamejificha. Haimaanishi watu wakiikhtilafiana kwa masala ndio wanachukiana. Amesema Sheikh wetu Sheikh Muhammad bin Salih Uthaymeen maneno mazuri sana katika masala ikhtilaf. Kitabu cha julikana kama Kitabul Ilmi. Amesema qad yukhalifuka akhaka fi mas'ala. Ndugu yako anaweza kukukhalifu katika masala, lakini nyote nyinyi mko right katika ile masala. Nyote nyinyi mko right. Limadha? Wewe wataka kufika kwa haki kwa dalili, yule wataka kufika kwa haki kwa dalili. Kwa hivyo nyote nyinyi lengo lenu ni dalili. Kwa hivyo yule yuko kivyake na yule yuko kivyake, na nyote nyinyi mko right. Sasa jambo la msingi, ikhtilafu, watu ikhtilafiane, lakini wasizozane wala wasivurugane wala wasigombane katika mambo ambayo kwamba watu wanaweza kuishi na mambo kama haya biidhnillah.